Jahazi TV. Naibu Waziri Muya ataka mipaka ya asili iheshimiwe. Mimi ni Zaitun Juma, hii ni Jahazi TV. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kasper Muya amewataka viongozi mbalimbali nchini kuheshimu mipaka ya asili kwenye maeneo ya ardhi, hususan ni sambamba na wanaotaka wananchi kuepuka kutumia madalali wakati wa mchakato mzima wa kupata haki miliki za ardhi. Mheshimiwa Muya amesema hayo leo Februari 17 wakati wa hafla ya ugawaji wa hati miliki CCROS zaidi ya 1300 iliyofanyika katika kijiji cha Namagongo, wilaya ya Ukerewe, zilizoandaliwa na Tume ya Taifa ya Mpango wa Matumizi wa Ardhi NLUPC kwa wakazi wa vijiji vya Namongo na Bushiri vilivyopo katika halmashauri ya wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza. Amesema baadhi ya viongozi wanapogundua fursa zilizopo karibu na maendeleo ya ardhi, hususan kwenye mipaka kama ya minada na madini, mara moja huanza kusogeza mipaka yao na baadaye kusababisha migogoro. Usitafute haki yako kwa kuvunja haki ya mtu mwingine. Ardhi imepimwa na ina mipaka ya vijiji. Naombeni tuheshimu mipaka hiyo ili tuwe salama. Viongozi wote wa vijiji, viongozi ngazi mbalimbali wanapotosha mipaka huku wakijua mipaka wetu wa asili ni hapa, naomba waache, kwa sababu huko ni kumgombanisha Mheshimiwa Rais na wapiga kura wake. Ameapa kuwalinda, amewekea mifumo, amewekea viongozi, ardhi hii ameweka mipaka. Kwa nini wewe kiongozi wa sasa uanze kusema mpaka wetu ni huu wakati unafahamu kabisa mpaka ulikuwa ni ule? Na mara nyingi magomvi haya yanatokea mara baada ya kuona kiongozi fulani kuna tija fulani inapatikana karibu na mpaka wake, ndiyo anaanza kusogeza. Akigundua kule kuna mnada, akigundua kule kuna madini, akigundua kule kuna chanzo cha maji, akigundua kule kuna malisho, anaanza migogoro ya kusema eneo letu ni hili. Wakati mwingine tunachochewa hata na kusema tuwe tukalime kule tupate mazao mengi ili wilaya yetu iongezeke nini mapato, au kijiji chetu kiongezeke mapato. Hapana. Mimi nakumbuka tarehe 6 ya mwezi wa 4 mwaka 2021 Daktari Samia Suluhu Hassan alielekeza watumishi wake wote, wakiwemo wateule wake wote, msikae ofisini, nendeni kwa wananchi mkawasikilize, mutatue kero zao. Kitendo cha kuja chini kusikiliza, kitendo cha kuwawekea ratiba muje kuongea nao, huo ndio utu ambao anausema. Kaa chini, muongee, mutatue kero, muishi kwa amani. Tuache kusababisha migogoro isiyo na sababu. Mwenyekiti wa chama hapa amesema kuna watu wanaitwa madalali. Juzi nimekemea dalali akatafute kaburi la kujificha. Asitumie sekta ya ardhi kuwagombanisha wananchi na mamlaka kwa kujifanya yeye anajua kutoa huduma bora na anawajua watu na anajua muda na anajua jinsi ya huduma inavyotolewa. Huyo ni muongo, ni muhalifu kama muhalifu mwingine yoyote yule. Mimi naelekeza tu watumishi wangu wote wa ardhi, mkimwona mtu yoyote anaitwa dalali, simu yangu mnaijua, nitamkutanisha na watu wanaohusika ili udalali huo akaufanye sehemu ambako unatakiwa akafanya udalali, lakini sio kwenye sekta ya ardhi. Udalali, kuna makampuni yaliyosajiliwa wanafanya udalali ambao wana leseni ya kufanya kazi ya udalali, aenda akajisajili huko. Kwenye ardhi hatuna udalali. Hapa tunapata malalamiko kuhusu mwenyekiti kuwa kesi zinachelewa. Mkuu wa wilaya, hapa tuna kesi 89 tu hapa Ukerewe. Mwenyekiti yuko huyu mmoja. Musoma hapo karibu tuna kesi 285. Mwenyekiti ni huyu mmoja, anatoka hapa anaenda kule. Kwa hiyo anajigawa huyu mmoja. Kwa hiyo tumuonee huruma kwa hilo. Na niwaambieni tu Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mabalaa fanya nguvu kubwa mno
Yeye alikuta mabaraza yako 50 tu, lakini ameongeza akawa zaidi ya 130. Kulikuwa na kesi zaidi ya 32,000, lakini hivi ninavyoongea tumebakiwa na kesi 9,000 tu Tanzania mzima hii, kwa sababu ya mabaraza hayo, lakini tutaendelea kuimarisha. Aidha, naibu waziri Mheshimiwa Kasper Muya yupo katika ziara ya kikazi mkoani Mwanza kuanza tarehe 13 hadi 18 Machi mwaka huu kwa ajili ya kliniki ya ardhi mkoani Mwanza kukabili hakimiliki ya kimila wilaya ya Ukerewe pamoja na halmashauri ya Buchosa katika kijiji cha Kasisa. Jahazi TV.